Ndugu zangu, matarajio ya wanawake wengi katika ndoa tulizonazo, matarajio yao wengi wameulizwa, unatarajia nini katika ndoa yako? Gani ambacho ni cha kwanza, vipaumbele vyao? Matarajio ya kwanza ni kupendwa, kuishi kwa mapenzi na waume zao, apate utulivu katika nyumba yake anayoishi kama malkia, athaminiwe kama mke, atengeneze na familia. Hivi ni vitu ambavyo wanawake wengi wamejibu kama ndivyo wanavyotarajia katika ndoa. Tukienda kinyume cha hivyo, tumetoka nje ya matarajio yao na nyumba haitakuwa na utulivu hata siku moja. Wanaume wengi tunahisi kwamba kuwa mwanamume ni kuwa mkakamavu. Kusema mke wangu nakupenda ni udhaifu. Mwanamke anapenda kusikia kila siku au aone vitendo au ishara zinazoashiria kwamba mume wake anampenda na katika maisha yake hana mpenzi mwingine au mwanamke mwingine zaidi yake. Hata kama atakuwa haonyeshi, lakini maumbile yake yanapenda kusikia maneno kama hayo. Kwani inakukosti kitu gani kumwambia mke wako wewe ni fahari yangu? Inakukosti nini? Wewe ndio moyo wangu. Inakukosti nini? Wewe ndio maisha yangu. Inakukosti nini? Ukipuuza hisia hizi kwa mke wako, na yeye anapuuza hisia za kukuonyesha umuhimu wako wewe. Matatizo makubwa yanajitokeza katika ndoa zetu ni wanaume kutoelewa wivu wa wanawake. Unataka mwanamke awe kama mwanamume? Haiwezekani. Amepewa hisia kubwa zaidi. Wivu kwao umetengenezwa ndani ya mwili wao. Tujitahidi kadri ya uwezo. Hata kama tutaweza kuyatekeleza yote haya, basi tuchukue hata machache ambayo tunaweza tukayafanyia kazi katika kuleta mahusiano yaliyokuwa mazuri. Nyumba zetu zina ukame mkubwa sana wa mapenzi, na ndio zinazopelekea haya tunayaona sasa hivi, kwamba nyumba zinayumba, lugha zinakuwa chafu, mapenzi yanapungua, na hii inahatarisha kizazi chetu na vijana wetu, kwa sababu msingi wa kwanza wa jamii ni familia. Familia inapokuwa legelege, basi na jamii nayo inakuwa legelege, na hatimaye umma nao unakuwa upo legelege.